Unajua maisha binafsi pia yanakuwepo ndani yake. Unajua kila mahali panakuwa na stori zake. Labda mtazamaji anatamani sana kufahamu au kusikia wadhifa, jina ni nani huyu ambaye tunaenda kuzungumza naye. Kwa kwanza, kwa kujitambulisha, nani, fanya nini? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Yasinta Emmanuel Edward. Mimi ni wakala wa uwekezaji wa mali zisizohamishika. Kazi yangu kuu ni kuwasaidia wateja na wamiliki wa ardhi kuuza, kununua na kuwekeza kwenye ardhi kwa lengo kuu moja: kupata faida au kufanya maendeleo. Ni kitu kile. Kwenye upande wa wakala, kwenu ninyi wakala wa hizo mali na tunapoenda pale kwa Mangi, tofauti inakuwa ni nini? Kwa Mangi Mangi bana unapata maandazi. Kwangu mimi huwezi kupata maandazi. Unajua sisi watu wa ardhi tunauza vile vitu ambavyo haviwezi kuisha kwa muda mfupi. Vinachukua muda mrefu. Sema long term investments. Yaani ni vile vitu ambavyo unawekeza vinakaa muda mrefu. Okay. Lakini kwa Mangi ukichukua andazi, ukala, ukachukua soda, ukanywa, ni muda mfupi imeisha. Kwa hiyo hata tunasema kwa mfano hivi, kuna wale mawakala wa hawa mabasi pia. Nyinyi mnajitofautishaje nao? Sisi tuna dili na mambo ya ardhi na uwekezaji wa majengo. Wao wanadili na mambo ya usafirishaji. Tuna tofauti hapo. Je, kwenye process issue? Process issue za nini? Kuna process nyingi kwenye ardhi. Kwa hiyo ina maana kwenye mabasi wenyewe kazi zao ni ndogo. Sababu na wenyewe pia kuna uzito wa kazi yake. Okay. Kila mna uzito wa kazi yake. Kwetu sisi na uzito wake na wao pia ina uzito wao, respectfully. Kila mtu na uzito wa kazi yake. We can compare, but we can differentiate. Kwa wenyewe ni watofauti. Na wao pia ni watofauti, yeah. Haya bwana. Lakini changamoto pia waga zinakuwa zile zile. Hazifanani sana, lakini tunaweza tukafanana kwenye vitu vidogo, lakini pase. Haya bwana. Kwa mfano tunahitaji kujua sana. Twende kwenye professional zaidi. Yeah. Kwa upande wenu nini umuhimu wa kuwekeza hasa Tanzania ni upi zaidi? Kwa mimi naweza nikasema kutokana na experience ambayo nimekuwa nayo kwenye sekta ya ardhi na muda ambao nimefanya kazi pamoja na elimu ambayo nimepitia. Umuhimu mkuu wa kufanya uwekezaji Tanzania. Cha kwanza kabisa, Tanzania ina amani. Ni nchi ambayo ina amani, wananchi wako vizuri, wana upendo, hata wageni wakija na wao pia wana experience the same thing. Kwa hiyo ni point kuu ya kwanza, Tanzania ina amani. Lakini pia kuna sera nyingi ambazo zinasaidia watu kufanya uwekezaji. Na kila siku serikali na taasisi zinaendelea kubadilisha ili kufanya maboresho ya maendeleo kwenye jamii. Mfano TIC, Tanzania Investment Center, wanatoa sera tofauti kila siku. Pia kuna demand kubwa ya nyumba. Kwa hiyo kuna umuhimu wa mtu kuja kuinvest Tanzania. Kingine kuna ukuaji wa miji tofauti. Sababu kama sasa hivi Shinyanga, Bariadi zamani zilikuwa zina lakini sasa hivi Bariadi na Shinyanga you can differentiate them. Na hiyo utofauti umekujaje baada ya ukuaji wa lile eneo. You can tell kwamba Tanzania inaendelea kukua siku hadi siku. Kwa hiyo hizo ni sababu msingi ambazo mtu anaweza akaja akainvest Tanzania. Kwa upande wa ninyi mawakala ambao tunasema mko verified. Mnajitofautisha vipi na hawa mawakala wengine wa huko mitaani? 5,000 tukazunguke. 5,000 tukazunguke. Kitu cha kwanza kabisa ambacho naweza nikawaambia ndugu zangu, sababu wengi wakituonaga tuko kwenye mitandao wanahisi basi sisi tunachukua hela kubwa tofauti na madalali wengine kwa sababu ya ile term professional. Lakini haipo hivyo. Sisi mara nyingi wengi wetu ni tumesoma. Kwa tofauti na kuuza
ardhi na kupangisha, kuna kazi zingine ambazo sisi tunaweza tukawasaidia wawekezaji kuzifanya kwenye jamii. Sio kama unanielewa. Hicho ni cha kwanza. Kwa mfano kama mimi nimesoma Bachelor of Science in Real Estate, Finance and Investment. Kwa sheria naijua, uwekezaji naujua, pesa naijua, ardhi naijua, survey nazijua, yaani na vitu vingi ambavyo nimefundishwa chuoni kwangu ambavyo vinaweza kunisaidia mimi kumdirect mteja au mmiliki afanye nini kwenye kiwanja chake au afanye nini kwenye jamii. Si umeelewa? Hiyo ni tofauti nyingine. Lakini nyingine pia, sisi tuko pale kwa ajili ya offer the service, not to sell it. Mfano mimi sasa hivi ukaniambia hivi, samahani naomba twende site. Siwezi kukuambia naomba unipe 10,000 nataka nikupeleke site. Bila hiyo siendi na wewe site. Mimi nakunyanyua na kupeleka. Hata kama unakuja tu kujifunza. Sitakuchaji kitu chochote. Kwa cha kwanza, we tend to offer the service first. But the payment zinakuja in terms of makubaliano ambayo yatafika pale ambapo dili yenu inafikia mwisho. Sio mwanzo, sababu sitakiwi kukucharge. Kwa nitaenda na wewe kokote, hata kama ukiniambia twende site 20, mimi nitakupeleka. Kwa hapa tunazurura free kabisa. Na hata usiponunua. Lakini umejifunza, kuna kitu umekipata. Hicho ndio kitu ambacho sisi tunaofa. Kabla ya kukucharge tunakupa elimu. Wapi uende, kipi usiguse, hichi kinafaa, hichi hakifai. Lakini tunafanya hivyo kutokana na vigezo vyako ulivyonavyo. Kwa hiyo ndio tofauti ya sisi nao. Wacha msingi 10,000 kwanza itangulie hapo. Yasema mimi. Mara nyingi tunaona hata mtandaoni ukipita utanasibi dalali wa nini lazima service charge 5,000, 10,000. Uchumi mpaka 20,000. Hujaona? Ingia Instagram basi. Wameweka sasa hivi 20,000. Kupeleki kokote bila 20,000. Mara nyingi kuna nadharia ipo. Ukishaona tu kuna Kiingereza, tunaamini kabisa nyinyi hapo kwa upande wetu wa Tanzania. Kwa hii nadharia imekaje? Ninyi mnahusika na watu wa nje pekee au hata walioko hapa ndani? Hapana. Sisi tunahusika na mtu yoyote ambaye anakuja anatamani kununua au kuwekeza au kuuza. Haijalishi ni mtu wa nje au mtu wa hapa ndani nchini. Shida ya sisi wengi tunajua mtu akishaongea Kiingereza ni expensive. Haipo hivyo rafiki yangu. Na ningependa tu kuwaambia mimi sijitetei, lakini watu wengi hata wakiingia kwenye social media waga wakiona tu mtu anaongea Kiingereza wanajua basi kazi imeisha. Mimi na offer service kwa watu wa aina yote. Kiingereza natumia, Kiswahili natumia. Na watu wangu ambao ni wa Tanzania, ndugu zangu kama mimi ambao nimeshafanya nao kazi. Na watu pia ambao sio ndugu zangu lakini ndugu zangu kutoka nchi jirani ambao nimeshafanya nao kazi. Kwa hiyo mkituona tunapita huko kwenye social media, jamani, hata kama umesikia tu hai, tafadhali usiogope. Mimi niko hapa kwa ajili yenu nyinyi nyote, sibagui, sichagui. Na hii pia tukiachana na hii nadharia, unafikiri ni kipi ambacho kinawafanya wengi wao wanaogopa kuja kuwafuata kwa upande wa wananchi sasa kawaida? Nadhani labda mmewahi kuona changamoto ni kwamba labda maeneo ambayo mnakuwa nayo au pia inakuwaje? Kabla sija kujibu hilo swali, tutoe mfano. Tuchukue mazingira tofauti mawili. Maji ya kunywa Ubungo na maji ya kunywa ya Airport. Maji ya kunywa Ubungo yanauzwa shilingi ngapi? Ubungo pale lita 1,500. Ukienda Airport pale JK pale, unauziwa maji shilingi ngapi? Pale kama mara nyingi kwa sababu sijui nimeenda kwa sababu ya event. Maji pale ni kuanzia 2,000 mpaka 4,000, nategemea unachukua maji gani. 2 mpaka 4,000. Okay. Sisi kwa kampuni yangu mimi kuna maeneo ambayo tumeshikilia ambao hayo ndo tunafanyia kazi. Na sio kwamba maeneo mengine tumeanigrate, hapana. Ni kwa sababu hatuna timu kubwa ya kuweza kufika kwenye hayo maeneo.
tuko wachache. Kwa ikitokea tumepata timu kubwa ya mawakala, tunaweza tukafika maeneo yote hapa Tanzania. Kwa sasa hivi tumejikita sehemu fulani ambao watu wengi wakishaona tu Masaki rafiki yangu umekimbiwa, yaani anafanya hivi. Lakini Masaki pia nishashuhudia kuna mangi wapo na maji kabisa, unaenda kununua 500 vile vile. Sasa shida watu wengi wanaona labda ni mentality. Umeona wewe umeona kabisa kuna maji ya 500. Maji ya 500. Kuna wengine hawajawahi kwenda au akipita anapita tu labda anaenda restaurant au labda anaenda samaki haezi kuona. Kwa ndo hivyo ni mentality, lakini sehemu yote tukiwa na mawakala tunaweza tuka offer our services, tukaenda mpaka huku tukafanya kazi, lakini bado tuko wachache. Hata ukiingia kwenye profile yetu au website yetu utaona pale mawakala ni wachache. Sasa una imagine tunajigawaje au maeneo yote, kwa tumeanza na huku, lakini huko pia tunaweza tukafika. Yeah. Kwa upande wa sheria ya ardhi, nyie kwenu inakuwa na maana kiasi gani au inafahamika vipi? Kwa sheria ya ardhi, rudia tena swali. Kwenu nyinyi sheria ya ardhi inakuwa inafahamika kwa upande gani? Sheria ile ya ardhi, kwa mfano labda ninyi mnakuwa mnachunguza lile eneo kabla au inakuwaje hasa kisheria zaidi au inakuwaje? Cha kwanza kabisa inabidi watu wajue ardhi inamilikiwa na umma chini ya rais. Hayo maneno si yangu, hayo maneno ni sheria. Kwa sisi hata kama tunafanya kazi tunaangalia hivyo vitu vya msingi ambavyo viko kwenye sheria. Kwa sheria ya ardhi inarudi kule kule kwenye zile documents za ardhi. Kuna hizi land acts ambazo zimetolewa na serikali, zingine zimeshabadilishwa juzi hapa, ipo nyingine mpya. Kwa hizo sheria ndo ambazo zinasaidia watu kufanya kazi na jinsi ya kufanya umiliki, yani kupata umiliki au kupata haki ya kutumia kiwanja. Kwa sisi mara nyingi tunaziangalia hizo. Tukitoka nje hapo na maana tunakuwa tunafanya makosa ambayo hata nikienda mahakamani naweza nikaingia kifungoni kwa sababu ya hicho kitu. Kuna sheria specific ambazo serikali imetengeneza kwa ajili ya kulinda na kuongoza mwongozo mzima wa nasema umiliki Kiswahili. Mara nyingi kwenye sheria pia inasema kwamba sheria inatakiwa imilikiwe na mzawa. Vipi au wanaokuja mtu ametoka nje inakuwaje? Au yeye mnampangisha au inakuwaje? Hapana, ni hivi, Watanzania wanaruhusiwa kumiliki ardhi, lakini wanaimiliki ardhi ikiwa chini ya rais. Kwa automatically ardhi ni mali ya umma. Kwa Mtanzania anaruhusiwa kumiliki ardhi. Mgeni anapokuja, huyo ni mgeni na yeye anaruhusiwa kumiliki ardhi, lakini kwa sheria tofauti na hata operation zake zitakuwa tofauti. Mgeni akija anapewa haki ya kutumia ardhi kwa muda fulani. Mara nyingi huwa ni miaka 33, 66 mpaka 99. Na anapewa hiyo haki kwa lengo kuu moja, lazima awe anafanya uwekezaji, si vinginevyo. Na hiyo haki lazima ataipata kwa zile wanasema ni institution ambazo zimeshajulikana na serikali. Tofauti na hapo unakuwa unafanya makosa. Kwa lazima uende Tanzania Investment Center. Uende ukapewe hiyo haki ya kutumia ardhi. Ukifanya tofauti inakuwa ni shida. Kwa mtu mwingine ambaye si Mtanzania, tunasema foreigners, wana uwezo wa kumiliki ardhi kaifanyia maendeleo, lakini si ya kwao. Ni ya Watanzania. Umepewa ili uweze kufanya maendeleo kwa muda fulani, ukimaliza utairudisha au utarenew, lakini lazima utarudi tena kwenye zile institution ambazo serikali imeziappoint kudiscuss tena. Inaitwaga ni derivative right, inatolewa na Tanzania Investment Center TIC. Yes. Sababu kuna jengo moja nilishawahi kwenda kushuhudia. Ndio. Ameenda, kuna Mchina nadhani alikuwa anawekeza kwa Masaki kule, kwa anajenga apartments. Kwa mfano ikatokea yeye amejenga vile,
anaruhusiwa kuweka mawakala wake? Mawakala unamaanisha Kwa nini? mfano ninyi pia si mawakala mnafanya wachezaji. Sasa yeye akaamua kusema yani mimi nina mawakala wangu Wa Kichina. wa Kichina. Hapo imekaje? Au wewe si ni Mtanzania? yeye ni Mchina. Sikiliza kwanza wewe swali. Mimi Kabla sijakujibu, wewe si ni Mtanzania? Ni hao. Sasa mimi hata sijui. Unawezaje kuuza vitu au kupangisha apartment kwenye nchi ya kigeni na usitumie watu ambao wanaishi kwenye hiyo nchi? It's not easy. Ushai kuongea na Mchina before? No. Waulize wananchi. Kusimulie. Mara nyingi Wachina huwa hawafanyi hivyo, lakini japo wanaruhusiwa, lakini kwenye operation ya biashara itakuwa ngumu. Kwa sababu ukisha miss point kuu ambayo ni communication, ni ngumu wewe kuuza. Ni ngumu wewe kufanya biashara, ni ngumu wewe kuoperate. Kwa hiyo mara nyingi huwa wanatumia mawakala ambao wako hapa, wanawajua wazawa. Unanielewa? Ikitokea wewe unaweka mawakala wako, inabidi make sure kwamba una uwezo wa kucommunicate na wale watu. Wana uwezo wa kufikisha taarifa inayotakiwa. Mara nyingi mchezo huwa ni lugha. Kama uamini waulize wananchi. Ngoja kwanza, wananchi gani? Tanzania waulize. Nikajua wale wananchi. Nikajua wananchi wengine hao. Kusalimia wewe ni hao. Na sije nika nimepatia. Ni hao. Kwa kweli. Sasa changamoto kubwa ambayo huwa mnakutana nayo ninyi huwa ni ipi? Kwenye kazi? Kama agent au kama kampuni? Kama agent, kama kampuni pia. Tuanze kwanza kama kampuni. Maana mimi nafanya kazi Remax. Okay. Tuna ofisi 2, moja ipo Dar es Salaam, nyingine iko Zanzibar. Okay. Kwa nitatoa baadhi ya mifano ambao sisi kama kampuni tunapitia changamoto. Mara nyingi changamoto kubwa ni namna ambavyo Remax wanafanya kazi. Kwa watu wengine huwa ni ngumu sana kufanya kazi na sisi. Sababu sisi usipokuwa professional, huwezi kufanya kazi na sisi. Sisi hatuna longolongo yani. Sisi tuko straight. Kazi zetu zote tuko umenyoka. Sasa ukileta hizi longolongo tunatukosa, na mara nyingi hiyo ndo changamoto kubwa sana tunapitia na watu wengi. Lakini changamoto kama agent hizo ni nyingine sasa. Yaani utapeli. Changamoto ya utapeli pia hiyo inakaje kwani? Hiyo ipo. Kuna utapeli wa aina mbili. Kuna utapeli upande wa mteja na kuna utapeli upande wako wewe kama wewe unaifanya kazi. Wewe kama wakala. Tuanze na upi? Kwa sababu kila kitu tuanze na wateja. Wateja. Kitu ambacho wateja wanapitia sana, kuna kitu kinaitwa double selling. Maana yake ni mteja anakuja, ananunua kiwanja. Sawa? Ameuziwa kiwanja na dalali. Dalali alikuwa anamjua owner. Akasainishwa mkataba, akaweka pesa. Sawa? Apewa na hati. Kuna muda hata hizo hati kama hauko vizuri kuzikagua, haujui hati inatakiwa iweje, unaweza ukapewa hati fake. Si umenielewa? Wewe ukaamini kile kiwanja ni chako, only for you to find out mmeuziwa kama 4 kwenye hicho kiwanja. Hiki mmenunua watu 4. Kwa hiyo ni kitu ambacho wateja wengi huwa wanapitia, double sell, na madalali wengi huwa wanaifanya hivi. Sisi ofisini kwetu hatukuuzii kitu na hatukuruhusu wewe kama owner kuuza kitu kabla hujakagua dokumenti zako, kwa sababu lazima tu make sure kwamba mteja na owner, yani mmiliki na mnunuaji, wote wako salama. Sasa mara nyingi tukija huku kwetu huku, mtu ameuza kiwanja hapa, kaenda kamuuzia mtu mwingine, kaenda kamuuzia mtu mwingine. Kwa hiyo mnajikuta nyinyi wote mmepitia utapeli wa aina hiyo. Sababu ile hela nikuulize, mimi nimenunua kiwanja cha milioni 25. Umenipa hati, si ndio? Lakini nimekuja kugundua kiwanja sio changu. Kuna mmoja tu ndo ana hati ambayo ni sahihi na serikali ndio inayemtambua. Hiyo hela imeenda wapi? Ishapitishwa. Pita. Na process za kudai tena. Process za kudai hapo sasa ni cha kwanza, inabidi uongee na mwanasheria wako. Okay. Cha pili inabidi ukatoe ripoti polisi, kwa sababu lazima unotify
1, 2, 3, 4, 5 kimetokea. Watanzania wengi huwa wanapitia hizo changamoto, lakini huwa wana give up. Wanaona sasa jamani, unajua ile kutia tamaa. Utasikia masuala ya polisi mahakamani. Mimi nawaambia mara nyingi, usiogope kwenda kushtaki kitu kama hicho, kwa sababu ukishaenda wewe kushtaki, ukatoa taarifa, umemsaidia na mtu mwingine ambaye hajui hiyo scenario au hajaipitia bado, akija kuisikia atatake precautions. Kwa tunashauri uende ukatoe taarifa. Ukitoa taarifa, wale wengine wanapata msaada. Hiyo ni upande wa client. Kwenu sasa. Na pia na wao kuna utapeli wanafanya. Na wenyewe utapeli. Client anaweza kukuchukua wewe akakwambia bana, mimi nahitaji apartment. Bajeti yangu labda ni milioni 200 ya Kitanzania. Sawa. Utafutie apartment maeneo ya karibu. Wewe ni agent, hiyo ni kazi yako. Utazunguka, utatafuta maeneo mazuri ambayo yeye anataka au yanaendana na vile vitu ambavyo amekutajia anavitaka. Utamchukua, utampeleka. Sawa. Ukimpeleka utamzungusha kwenye maeneo tofauti ambayo wewe unahisi anaweza akapenda kati ya hizi. Yeye akwambia mimi sijapenda yoyote kati ya hizi. Alafu siku nyingine unakuja kusikia alirudi pale pale akanunua. Umechoma nauli. Umeenda kutafuta wewe kama wewe. Sawa? Ushakula hasara. Umemchukua tena na yeye, umempeleka eneo la tukio. Amerudi mwenyewe. Haifai. Kwa hiyo vipi hao wanaochukua 20,000 kwanza? Na ndio maana wanakompensate na hiyo. Kwamba hata ukienda na hela nimepata. Kwa upande wenu sasa inakuwaje? Sisi madalali. Mara nyingi kwenye utapeli. Hizi ndio nimetaja hizo 2. Okay. Kwa hiyo wenyewe ni kuwazunguka nyinyi. Sisi wanatuzunguka. Nyinyi mnawauzia mara 2. Sisi tunawauzia mara 2, lakini sio sisi sasa. Okay. Sisi ofisini kwetu hicho kitu hakiruhusiwi, kwa sababu sisi tunafanyaga kitu kinaitwa ni title search. Kama iko ambayo hiyo inafanyika kutoka Ardhi Administration. Wizara ya Ardhi, unapeleka, unaandika pale, unaambia jamani, mimi nataka nifanyie search ya hichi kiwanja. Kwa kama kuna status yoyote kuhusiana na kile kiwanja, utaijua. Sababu achana na watu kufanyiwa double selling. Kuna watu wanauziwa viwanja ambavyo vina mikopo. Kuna watu wanauziwa viwanja ambavyo benki imevishikilia. Kuna watu wanauziwa viwanja ambavyo vina kesi mahakamani. Unajikuta unanunua huo mzigo na inabidi ulipe, si umenunua. Si umenielewa? Kwa tunashauri watu wafanye hiyo. Nenda kafanya title search, aweka caveat, unaweka kuzuia kiwanja chako kupitia hizo shida zote. Si umeelewa? Sasa wengi huwa hawana hiyo elimu. Tukienda sisi tukawashauri wana sisi tunataka hela. Si umenielewa? Kwa mara nyingi mimi napenda, na pia hata ofisini kwetu sisi tunashauri watu wakija. Kiujumla tunashauri jamani, wananchi, ndugu zetu, Watanzania wenzetu na nchi zingine zote duniani. Ukija ukitaka kufanya maendeleo au ukitaka kununua kitu au ukitaka kuwekeza kwenye sekta ya ardhi na majengo, mtafute mtu ambaye unajua kabisa akikupa information, akikupa mwongozo, haukuangushi kwenye shimo. Na ni makosa gani labda mnadhani wawekezaji wanayafanya makubwa? Cha kwanza, kuto kufanya consultation na watu ambao wana information iliyo sahihi. Kwa sababu mimi na wewe unahisi kati yetu sisi nani ana information sahihi kuhusiana na uwekezaji? Wewe. Nikimchukua mtu mwingine ambaye hajawahi kusomea mambo ya ardhi, hajasoma sheria, hajasoma mambo ya uchumi wala uwekezaji, akija kukushauri wewe kuwekeza, unahisi atakushauri nini? Kwa atakachokushauri zaidi. Hilo ndio kosa la kwanza wengi huwa wanafanya. Kwa sababu ili uweze kuwekeza lazima ujue ni eneo gani linafaa kwa ajili ya uwekezaji. Na hiyo ni huu procedure ambayo inatakiwa ipitiwe kwenda kufuatilia hilo eneo lina. Kwa sababu sio kila eneo linafaa kwa ajili ya kujengewa nyumba. Kuna maeneo yanafaa kwa ajili ya kujenga petrol stations. Wewe unajenga nyumba kwenye eneo ambalo una use ya petrol station, kwa umeshaenda tofauti.
Kwa hiyo ni makosa huwa wanafanya. Kwa kabla hujaenda kufanya uwekezaji au kununua kitu chochote ambacho kinahusiana na ardhi, zungumza na watu ambao unajua kabisa at the end of the day utakuwa na information ambayo iko sahihi, sio kwamba wanakuuzia. Umepewa advice, ukitoka hapo unafanya maamuzi yaliyo sahihi. Ya kwanza. Ya pili, jamani, usimpe mtu cash ukifanya transaction ya kiwanja. Kwa nini tunasema hivi? Mimi leo hii nimekuja kwako nanunua kiwanja, si ndio? Nimekuletea milioni 20 mezani, si ndio? Unajua nimeitoa wapi? Hapa. Kama nimeiba? Kama nimempola mtu? Huwezi kujua, si ndio? Yeah. Ikitokea benki nikakuwekea kwenye benki yako, tayari benki ina record ya hiyo pesa imeingiaje, imetokaje, nimeitoa wapi, si ndio? Wewe uko salama. Nikikuletea cash naweza nikakukana. Na hiyo mimi mwenyewe mteja naweza nikakanwa na mwenyewe. Akuniletea, kuna ushahidi gani wa kuonyesha kwamba mimi na wewe tumefanya transaction? Yeah. Kweli hicho kitu nimekinunua. Lakini ukifanya kwa benki, hata mimi nikipoteza bank statement, tunarudi benki tunaangalia bana, mtu fulani tarehe fulani alifanyia muamala mtu fulani. Kuna ushahidi, si ndio? Wengi huwa wanaharakisha. Anataka kitu haraka anakesha pia. Haitakiwi. Na ukija huku kwetu bwana, Ndio. kuna hili swala la mtu kati, third party. Imetokea wewe katika maeneo yako au maeneo mlionayo hayajakidhi, lakini kwa jirani zenu yamekidhi. Hapo nyinyi inakuwaje? Jirani zetu labda let's say labda kuna kampuni nyingine ina hilo eneo. Third party zile. Third party. Wewe una mteja, lakini katika hangaika wana hiyo bidhaa. Nyie kwenu hiyo haipo, alafu wewe ndo una mteja na wapelekea, tunafanya kazi. Okay. Kwa sababu excuse me, ukishasema ni kampuni au ni firm ina hiyo mali, si ndio? Kampuni kama kampuni na sheria zake za operation. Kuna kitu tunaitwa referral fee. Referral fee ni inachajiwa kutokana na kazi ambayo imefanyika, lakini sio ya mtu direct, amepewa na mtu mwingine. Ndio inaitwa referral fee. Wewe una mali, mimi na mteja, na kurifaa mteja wangu kwako aje anunue kitu kwako, si ndio? Tutagawana ile referral fee. Okay. Kwa hiyo ni kampuni na kampuni zinaweza zikafanya kazi. Yeah. Lakini umenielewa? Okay. Kwa hiyo ina maana nyinyi mnakuwa kwa hapa ninachocheka, unajua ni nini? Kitu kinachotofautisha, ninyi mnaenda in documents. Yes. Ila huku F20 kwanza inabidi kwanza unajua kwa sababu gani nimecheka? Kwa sababu na scenario moja hivi ilisha kutokea kwamba huyu hana nyumba. Anampigia dalali mwingine, kuna nyumba ipo, anakuja anakuwa pili, ukifika hujaipenda anapigiwa mwingine, wale wawili wanabebana wote wanakuja tena kwako. Kwa hiyo sijui tunaita third party na kwa fourth party. Hiyo tunaita chain of agents. Kwa sababu hiyo kitu nishakutana nayo. Mimi nakumbuka kipindi hicho natafuta nyumba Mwananyamala. Aisee bana, mimi kuna dalali nilimtafuta. Sawa. Huyo dalali naye ana dalali mwenzie. Sawa. Na huyo dalali naye ana dalali mwingine. Huyo dalali naye ana dalali mwingine. Wote hawa katikati hawaijui nyumba. Anijua ni ule wa kwanza. Na kwa nini hajawaonyesha? Kwa sababu najua utapeleka mtu pale wenyewe. Sasa kinachokuja kibaya, nililipia, nikatoa commission. Sinapata protocol bana. Nikatoa commission. Kwenye kugawana, hela ilikuwa kubwa. Wakaja kujikuta wamebakia na kila mtu kama 20,000, sio 35. Aliondoka na nyingi labda 50,000. In one transaction. Unajua kwa sababu gani ilitokea hivyo? Kwa sababu kwanza kabisa kutokuaminiana kwenye kazi. Na pili, kutaka kugawana kila kitu. Ndio kinafanya wengine wanaishia na 10,000, 20,000 kwenye kazi moja ambayo ni kubwa. Kwa sababu kila mtu anatamani apate chochote. Si umenielewa? Mimi nikikutafuta wewe nikwambia nahitaji nyumba, wewe una, niambie sina. Ngoja nikuunganishe na mwingine atakupa nyumba.
Kama utapata hela ni yule ameamua kukupatia, lakini sio kwamba you deserve. Okay. Si umeelewa? Wao waga wanafanyiana hivyo. At the end of the day income yako inakuwa ndogo. Sasa nikuulize swali, tuko 20, anayejua nyumba ni mmoja. Mteja amechukua nyumba 250,000. Chap hapo ganya 250,000 na watu 20. Hapo wanagawana kitu kama 10,000. Ni hela gani ambao unapeleka nyumbani bosi? Hiyo si hela nauli. Tunaita posho hiyo. Posho. Aya, wangekuwa wawili au mmoja. Ile kuaminiana tu. Okay. Bana, siku nyingine na mimi nitapata. Si ndio? Na kwa mfano ndio tuje kwenye maisha ya kawaida sasa. Maisha ya kawaida in real. Mteja amekupigia simu usiku. Amekupigia simu usiku. Very urgent. Utamka kweli? Ongezea hilo swali vizuri, afu uko na mpenzi wako. Malizia. Yaani jamani, ngoja niwaambieni. Unajua hizi kazi zetu bana zina changamoto, na changamoto ya kwanza ni hiyo. Sisi tunadili na wateja wa aina mbili. Kuna wateja ambao wako ndani ya nchi, na kuna wateja ambao wako nje ya nchi. Ambao walioko ndani unaweza communicate nao hata asubuhi, ukaamka ukamtafuta ukamwambia samahani nilikuwa nimepumzika. Lakini mteja aliyoko nje unakuta yeye kule ndo ameamka. Wewe huku usingizi umekolea. Na hiyo pesa unahitaji. Au hiyo kazi wewe unahitaji kabisa kuiclose kabisa. Unajua sasa hii biashara ikifunga mambo yanakuwa mazuri. Hautaamka. Utaamka. Changamoto inakuja pale ambapo uko na mwenzako. Je, ataamini kama wewe ni mteja wako? Sio, unanielewa? Kwa hapo tunakuja kwenye masuala ya imani tena. Kwa ndio hivyo jamani. Kazi zetu zina changamoto sana. Mimi nitakupokelea simu lakini nitakuweka loudspeaker. Kabisa. Nitakupokelea simu yako nitakuweka loudspeaker kwa sababu nafanya kazi, ndio mimi ni mfanya kazi. Lakini na maisha baada ya kazi. Sitakiwi kuyaunganisha hayo maisha yakawa kitu kimoja. Kuunganisha nitakosea. Kwa nikiweka loudspeaker ina maana sijataka kuweka kachuma hapo katikati kamekaa kagumu. Nimeweka loudspeaker ili mambo yote yawe malaini. Akisikia unaniongelesha asifikiri kama nafanya kitu cha ajabu. Si umenielewa? Kuna wengine anachukulia advantage pia. Kwa nini? Kuna wale watu tunasema wazee wa chochote kitu. Yaani yeye ili mradi tu atimize jambo lake. Katika hizo harakati za kazi na mida mibovu. Yeye anaamua kupigia na anaingiza mada labda kuhitaji. Kutaka mahusiano inakuwaje? Unataka kimahusiano? Ndugu yangu. Hapo kwanza wewe kama wewe kwanza hapo inakuwaje, na kujitetea kwako sasa hapo inakuwaje? Cha kwanza kabisa mimi ngoja niseme tu ukweli. Sio kwamba sijai kupitia. Na hivi vitu vya watu kuingiza mahusiano kwenye kazi viko kila sehemu. Kwenye sekta tofauti, kwenye ofisi tofauti. Ila kwangu mimi niko muwazi sana na mwenzangu. Yaani hicho ni kitu ambacho na make sure kwamba hatakiwi kukisikia kwa mtu mwingine. Atakisikia kutoka kwangu mimi. Na sio tu kukisikia. Kuna muda inabidi akione kikitokea. Si umenielewa? Mfano, wewe jiulize, mteja yuko nje, si ndio? Anakutaka kimapenzi. Wewe uko na mwenzako, amekupigia simu usiku. Ukipokea ukiweka loudspeaker, akaanza kuweka maongezi. Wewe ndo unamtaka au yeye ndo anakutaka? Yeye ndo anakutaka. Hiyo namba moja. Jinsi utakavyo behave na huyo mteja itadefine wewe unataka nini kwa huyo mtu. Ukiremain professional, unahisi mtu wako hawezi kukuamini? Ila ukionyesha unakuwa unafanya kitu ambacho sio sawa. So umenielewa? Na mara nyingi this is a request for all our customers and everybody in the world. Ukimtafuta mtu ukawa unataka kufanya naye biashara au unataka kufanya naye kazi, heshimu kwamba huyo mtu pia ana standard zake za maisha. Kwa sababu kuna muda mwingine anatokea unakuja kupoteza mtu kwa sababu ya mtu tu unaambia sio wako.
si unanielewa? Si sawa. Kwa hiyo tunaomba jamani, kazi ziwe kazi, lakini hizo changamoto zipo sana. Ziko very much. We Na kwenye haya maswala changamoto za kazi na kutenganisha na nyumbani, unakuta kazini wanakuhitaji sana tofauti na nyumbani. Hilo swali linafurahisha. Ndio maana nasema wewe kama mfanyakazi jitahidi kutenganisha muda wako na kazini na wa nyumbani, kwa sababu ipo siku utakuja kujikuta upo kwenye position ambayo hata wewe mwenyewe kujitetea huwezi. Na mara nyingi sisi kama binadamu huwa tunapata shida sana kuweka mzani ukakaa kwenye sehemu moja. Usiegemee upande mmoja zaidi na usiegemee upande huu zaidi. Uwe hapa katikati. Ukiweza kuweka hichi kitu kikakaa hivi, yani akijazidiana, umewin maisha. Kazi inakuwa nyepesi. Set your standards. Ukishindwa ndio unajikuta sasa mchelewa kurudi. Unaweka muda wako mwingi kwenye kazi, unasahau familia yako. Kuna muda so familia tu, unajisahau hadi wewe mwenyewe. Hapo mwenye kujisahau sasa. Unaanza kuchakaa kwa sababu muda mwingi upo. Unajisahau kwamba wewe pia binadamu, you need to have your personal space, your own time to develop you. Si umenielewa? Kwa sio mahusiano, unaweza kujikuta hata wewe tu unaanguka. Ni kweli. Kwa mfano pia Ndio unakuta hizi kazi zinakuwa standard fulani. Yes. Alafu mwenzako unakuta kazi zake, kwa mfano labda yeye ni mfanyabiashara. Ndio. Yeye ni mfanyabiashara. Na unajua wafanyabiashara jezi sana, jeans. Vipi umekutana naye katika wewe uko na wateja na nini? Afu mkakutana the same. Kumtambulishe na kwaje? Umesema kwanza umetoa point amevaa jezi. Sisi unakuta si unajua wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaongoza wanapenda kuvaa t-shirt, jeans, raba, lakini nini? Alafu nikakutana naye niko na wateja. Mimi nitakutambulisha live kabisa. Huyu ni mwanaume wangu anaitwa fulani, nitakutambulisha. Changamoto inakuja ni moja. Kwa nini uvae jezi muda wa kazi? And I don't date. Like samani. Mimi hata kama unafanya biashara, vaa vizuri. Jezi ni tunasema jezi ni casual outfit. Ukitaka kwenda kuangalia mpira, ukitaka kwenda kufanya mazoezi, huko nyumbani umetulia unavaa jezi. Ukienda kuonana na washikaji at the bar, unavaa jezi. Sio eti come on. Mimi mara nyingi kwa mfano unakuta ni fanya biashara hizi za hardware na nini. Kuna vitu inahitajika, yani uwezo mara nyingi hata ukipita maduka ya hardware unakuta ndio mmiliki, lakini sana t-shirt au amepiga zile pajama. No way. I'm sorry but you will never be my man. No way. Mimi hata mnaita kubazi zile. Ni kubazi au ni sendo zile? Sendo zile mnachomeka hivi mguu. Kuna sendo sijui zile tunaita kama zile ambazo ziko wazi zile huko mbele. Zile ni slipper. Unaingiza tu hivi mguu pa. Hazina cha kuwekea hapa katikati ya kidole. Zile. Sizipendi. Kwa kweli mimi nashauri, yani hata mimi mtu wangu huwezi kuvaa hivi. Vaa vizuri, muda wa kazi vaa vizuri. Naweza nikakutana, kuna muda ukutani na yeye na wateja, kuna muda ukutana na wazazi wako, familia yako. Si umenielewa? Mimi hapana. Lakini ndio unakuta ndo kazi. Kazi yako ndio unakwambia uvae jezi. Unavaa kazi gani hiyo? Unavaa pajama. Wewe ni mtangazaji wa timu ya Yanga. Unawakilisha Yanga au Simba? Hapana. Kwa hiyo hilo haliwezekani kabisa. Nikutambulishe? Nitakutambulisha. Kesi itakayofuata ni kwa nini umevaa jezi muda wa kazi. Na wewe haufanyi kazi kwenye hizo timu. Amevaa pajama. Pajama? Oh my God. Hizo idea unazitoa wapi? Watu wao. Kuna watu wa hivyo? Wapo. No way. Fundi garage. Fundi mkuu. Garage ndio uvae pajama? Unavaa zile pajama
sijui ni pajamas zile. Sorry. Zile gear wanavaa gale kama maovaroli. Sio unatakiwa kuvaa hivyo. Hapana, fundi mkuu. Fundi mkuu anavaa pajama. Lazima avae. Inabidi Umevaa shati lako kweli zile kitu. grease na nini? Ndio unavaa jezi. Kwa jezi ina au umevaa zile pajamas. Pajamas. Yaani sema na wewe pajama. Yaani girlfriend wako akukuta hapo sasa. Umevaa pajama. No, yupo kazini hata. Umevaa pajama, yuko na wazazi wake. Hiyo ndio inawezekana. No, jibu na wewe. Sio kila siku na kila saa unaniuliza mimi. Jibu na wewe. Mpenzi wako kakukuta hapo jamani. Simama huko kazini, yuko na wazazi wake, labda yuko na baba na mama, wanaenda sehemu. Mmekutana pap, huwezi kukimbia. Unafanyaje? Ndio umevaa pajama. Mzee baba, soon unaoa, umevaa pajama. No way. Mimi nitakutambulisha lakini tutakuja kuzungumza vizuri. Kwa nini uvae hayo mavazi muda wa kazi? Na haendani na mazingira yako. Ni sawa sana mimi nivae kimini muda wa kazi. Lakini Kinguo cha unaona kwenye movies. Ni movie. That's a movie. Not real. Secretary hawezi kuvaa nguo ya huku juu. Wale wanaitwa cabin crews, wale wa ndege. No, nguo zao hazifiki huko, zinakuwa hapa. Tuseme ni kama maybe 1 inch from goti. Yeah. Lakini kumekuwa na changamoto siku hizi ya wanawake wanatuzidi sana vipato wanaume. Wanawake wanawazidi sana vipato wanaume. Wow. Changamoto kwenye vipato hivi. Ndio. Kwa mfano kama wewe. Let's say ulie naye ndio utakuta labda sasa hivi labda anakuzidi. Ikitokea in case mambo yameenda kombo. Inakuwaje? Ni wa kwangu, ni mwanaume wangu. Mambo yake yameenda vibaya. Naye ameanguka fine. Mimi niko sawa. Kabla tujaendelea na hilo swali, nikuulize sana na wewe swali. Kipindi ambapo mimi siko sawa, aliniacha? Lakini mengi yanatokea. Sababu kuna pointi mbili, kuna wanawake sasa hivi as a notion kuzidiwa, yani kuwazidi wanaume kipato. In general. Afu kuna ile sample kwenye mahusiano. That's a different case. Yes, sasa hivi in reality wanawake wanawazidi wanaume kipato. Hiyo ni sahihi. Lakini kwenye mahusiano that's a different case. Wewe unauliza lipi? Kote. Kawaida kweli sasa hivi wanawake wengi wanazidi wanaume kipato. Mimi najiuliza kwa nini wanawaonyesha. Aushie. Paka ujui. Paka mauna. Natulia tu. Ndio unacho. Kuna muda mali zinajionyesha, wealth inajionyesha. Lakini unajua utakiwa kumnani jamaa akahisi kama unajua ile una hold. Lakini inakuwa ngumu sana. Una hold aura yako kwamba hiyo namba moja. Mimi ni advice yangu. You can take it, you can leave it, just advice. Kwenye mahusiano sasa mimi huwa naangalia kwenye engo mbili. Kipindi nipo naye kwenye mahusiano. Mimi nilikuwa niko chini, yeye yuko juu. Alikuwa ananitreat vipi? Kwa sababu hiyo pia ni point nzuri tu kwenye maisha. Sababu kuna ile point mwangu nilifilisika tu akaniacha. Sio, umenielewa? Hiyo iko nyingi sana, lakini tu tunajiuliza hichi kitu kwamba ukiwa nacho unamtreat vipi mwenzako? Sio, umenielewa? Kwa sababu utakavomtreat ndivyo itakavyokuja kuonyesha huko baadaye. Matokeo yake. Sio, umenielewa? Wewe una pesa, sasa hivi una mali. Ila unanitreat vibaya. Nikikwambia baby naomba hela ya kusuka. Unaniambia hiyo nyingi sana, it's expensive. Huwezi kunyoa. Lakini wewe vitu vyako ukiomba unapewa. Mimi nikikuomba pesa, unanipa hizo. Na mpaka nikuombe niwe kama bega. Sio, umenielewa? Nikija kuwa nacho, kuna namna na mimi nitakuangalia. Sababu wewe kuna namna uliniangalia. I'm not saying for me, lakini that's how it is. Mimi na depends. Kama ulinitreat vizuri,
Kwanza siwezi kulast na wewe kama unanitreat vibaya. Kwa nini nikae na wewe muda mrefu? Kwa nini? Navumilia nini? Hakuna mwingine. Hapana. Si Indeed. sawa. Mtu akikutreat vibaya in any type of form ambayo inahusiana na mambo ya finances, to Lazima me upake, that's not a good person. unamweka kando kwanza. That's not a good person. Kabisa. Kwa nini mtreat vibaya kwa sababu una mali? Eh. Na hiyo sio kwa mahusiano tu ya mpenzi, hata marafiki, hata familia. Unacho afu una namna unanitreat au kuna namna unatreat watu wengine, mimi nakudichi kabisa. Kwa sababu mali zinaonyesha tabia ya mtu. Ukiwa nacho unakuwaje, na ukiwa hauna unakuwaje? Juzi hapa kuna klipu imetembea ya mama mmoja wakati anaomba kwenye ndoa. Anaomba maombi Kwenye ndoa ile, si unajua pale kwenye sherehe kufanya maombi. Sasa wakati anafanya maombi, si unajua ile tuanze kwa sana, swala kubwa alilozungumzia, anawambia kwa Mungu watoto wa kike na wengi pia wazidi kuolewa, kwa sababu wengi wako nyumbani hawataki kuolewa. Hawataki wao kwa kuamua au nini? Kuna wengine hawataki kuolewa na wengine hawaoleki. Nadhani shida ni nini? Hawaoleki kabisa. Mimi naomba nigeuze hili swali kwanza. Kujibu ndio. Mnahisi sisi ungekuwa tunawaoa nyinyi, wangapi wangeolewa? Hapa. Sisi tungekuwa tunawaoa wanaume, yani sasa wanawake ndio wanachagua. Nitapropose kwa huyu, nitamuoa mimi, atakuwa mume wangu. Mnahisi wangapi wangeolewa? Sababu hayo ndo maswali ambayo inabidi sisi kama wanadamu tu tunajiuliza. Dunia yetu imejengwa, ina misingi yake ambayo ilikuwepo nyuma na nyuma. Mwanamke hawezi kujiolesha, anachaguliwa na mwanaume ili kuweza kuolewa. Kwa akibaki nyumbani sio kosa lake, na sio kwamba yeye ndio amesababisha. Si umenielewa? Ni imetokea kwamba hajaolewa. Society haitakiwi kumwangalia kwa namna fulani kwa sababu ameshindwa kuolewa au hajapata mtu ambaye yuko tayari kuwa naye kwenye ndoa. Hii hauhusiani na yeye kabisa. Labda kama kuna sababu zake ambazo ni binafsi yeye kama yeye. Kwa kama yeye alikuwa anaombea watu waolewe, ni yeye aliamua kuwaombea watu waolewe. Lakini ndoa haiombewi. Yaani unaenda unapiga magoti unamwambia Mungu, naomba niolewe. Kitu pia kinakuja kukupea. Excuse me? Ni baraka pia zinakuja. Si unajua ndoa ni baraka. Naomba nikuulize swali. Kwa nini uende ukapige magoti? Wewe ushawahi kwenda kumuomba Mungu naomba nioe? Unafanya maombi no, sijawahi kuona. Mwanaume anaenda kupiga magoti eti anaomba kwa Mungu. Mwenyezi Mungu, naomba niende nioe. Naomba unipe. Sijai kuona. Wapo. Ukipata naomba nionyeshe. Sio kwamba nichukue mimi no. Nipe tu bana, ongera. Yaani at least na mimi nipate ile feeling ya kwamba mtu anaomba ili apate mke. Tunaomba hapana bana. Mimi sijai kuelewa hiyo point. Kwa nini upige magoti uende umuombe Mungu ndoa? Wakati hicho kitu ni cha baina ya mwanadamu na mwanadamu. Unaweza ukaenda ukapiga magoti kumuomba Mungu, ikitokea umepata hiyo chance ya makubaliano ya ndoa na mwenzako awe ni mtu mzuri, hicho ni sawa. Lakini sio unaenda kuomba ndoa. Kama wewe ukuandikiwa kuolewa, ukaomba ukapewa ikakusumbua, sio? Umeelewa? Na si kila mwanadamu ameandikiwa ndoa, kuna wengine hawajaandikiwa. Hicho kitu pia inabidi watu wakielewe. Yaani ukienda kwa Mungu unaweza ukamwombea, ukaomba bana, kama ikitokea mimi nimepata ndoa, naomba uniletee, unipe mtu ambaye ni sahihi. Lakini sio naomba niolewe. I'm sorry. Haya, wengi huwa changamoto pia inakuja, mimi siku nikitaka kuolewa nataka mahari ikae hivi. Wewe kwako hilo unaliangalia? Mahari ikae hivi, kuna yaani unakuta mahari kubwa ndogo.
unakuta kubwa ukiangalia kubwa. milioni Kwa nini anafanya hivyo? milioni 50. Wewe kwanza, wewe kama wewe option yako ni? Cha kwanza mimi hapa jamani, naweza nikatoa jibu kutokana na tuseme ni experience ambayo nimeipata, kwa sababu nimekuwa kwenye familia tofauti tofauti, na pia nimekutana na madhehebu tofauti tofauti, pia na watu kutoka kwenye tamaduni tofauti tofauti. Tuchukulie mfano wa Arabu ambao wako hapa Bongo, wakiwa wanaoa wake zao huwa wanawapa vitu vingapi? Alafu tuchukue sisi wa Tanzania au watu weusi ambao tuko hapa, tujifananishe na wengine. Kwa mfano tu, sisi tukiwa tunaoa tunatoa nini? Ni tamaduni za kila, kwa sababu mwanamke wa Kiislamu akiwa anaolewa, yeye ndo anataja na kitu fulani, na wewe ambaye umeamua kumwoa wewe mwanamke inabidi umpatie. Uongo? Kweli, si ndio? Kwa kama aliamua kutaka kitu fulani, ni yeye ameamua. Mimi naomba tu, si ameamua mwenyewe kwamba bana, mimi ili unione nataka kitu fulani. Ameamua. Kama ametaka milioni 500, mpe. Si unataka kumwoa? Mpatie. Kwa mfano wengi wamekuwa wanasema mara siku hizi zinakuwa kama mitaji kabisa. Kwa nini useme hivyo kwanza? Yaani kwa nini ujifikirie kwamba mwanamke ameni overcharge? Kuna wengine labda wanaangalia ile thamani tajwa tofauti. Wengi, unajua wanaume wengi wanawahi kucalculate materiality. Kwa nini hii siende hivi? Sasa wengine unakuta wakipiga hesabu milioni 70, milioni 50. Nakumbuka kuna ile sakata pia moja ya msanii alishakuwepo kwenye mitandao hivi, mnichangie. Kwa hiyo hilo swala huwa unalionaje? Cha kwanza mimi naweza nikasema tu hivi, hiyo pesa au hiyo mali anayohitaji haina thamani kama vile yeye alivyo na thamani. Mwanamke ana thamani sana. Cha kwanza, mwanamke anakupa watoto, mwanamke anakutengenezea familia, mwanamke anafanya maisha yako wewe binafsi na legacy yako iendelee kupitia yeye. Ushawahi kumwona mwanamke anajifungua? Si mpaka kwenye familia. Ushawahi kumwona mwanamke analea ili anapohangaika mpaka mtoto anasimama kabisa mkubwa? Hiyo tunashuhudia. Unashuhudia. Unahisi kile anachokitaja kinastahili kile kitu ambacho yeye anakipitia? Hakistahili. Exactly. Kwa atakachokitaja hakiwezi kufidia kile kitu ambacho yeye anapitia, maisha yanayopitia baada ya kuanza kutengeneza familia. Kwa sababu mimi nimekuwa kwenye familia ambayo nimeona mama zangu, mashangazi zangu, mama zangu wakubwa na wadogo wakipata watoto, wakipata familia. Nimeona toka nikiwa mtoto. Hata mimi mwenyewe I know the cost of me creating a family with someone. Itanikosti vitu vingapi? Naelewa. Kwa chochote nitakachokuomba hakina thamani kama uwepo wangu mimi kwenye hiyo kazi ambayo naenda kufanya. Mimi nina thamani kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu mimi ni mwanadamu. Na wewe si ni mwanadamu. Hutakiwi kufikiria kwamba ametaja mali kubwa, labda kama hauna uwezo wa kuitoa. Hapo ni sawa. Lakini usikompare kwamba amenitajia posa kubwa, anataka hela nyingi. Yeye ndo ameamua. Lakini hata kama atakuchaji viwanja, anataka viwanja 500 maeneo tofauti ya Tanzania. Hivyo vitu vyote havina thamani kama yeye alivyo. Si umenielewa? Umeelewa? Kwenye tunasema hivi, ngoja kwanza, kati ya neno dalali, wakala, haya maneno mawili ni kitu kile kile. Kitu kile kile. Lakini mimi nampendi kuitwa madalali. Na mimi napenda, mimi ni dalali. Kabisa, and I'm proud of it. Mimi dalali. Kwa hiyo hasa utajitofautishaje na madalali ambao tunawakuta vijiweni? Una tabia mbaya. Unajua wewe ofisi yako
ni jengo, alafu kuna sisi ofisi yetu kuna benchi fulani. Hizi taarifa unazipataje? Tunawaona madalali. Unajua hapa hata ukimuita mtoto yoyote ukimuuliza hivi dalali ukoje, ngoja kwanza mwenzetu una picha nyingine tofauti. Mimi nikikuuliza hivi dalali ukoje, kwa haraka haraka, hebu nitafutie dalali, wewe utaniletea dalali huko. Ui. Unataka kunigombanisha na watu wewe. Nisha kuona. Aha. Au wakala. Ni vile vile. Yaani ni hivi. Dalali wa kawaida akikuzia nyumba wakikupangisha amemalizana na wewe. Tofauti na mimi. Mimi hata kama nikiupangisha leo hii nikakupa nyumba ukaishi, nitakufuatilia. Nita make sure kwamba uko vizuri kwenye sehemu ambayo umehamia au umenunua, umeridhika. Yaani mahusiano ya kwetu sisi na wateja naweza nikasema ni forever. Wanakuwa kama ndugu zako. Kwa sababu you have to check up on them every now and then. Akihamia utamuuliza umepapenda, kuna kitu gani hujakipenda? Je, kuna kitu alisema kipo afu akipo? Kama akipo inabidi make sure kiwepo. Yaani tunatengeneza mahusiano ambayo akitoka pale nje anasema ndio nimepata kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Kwa mimi ninavyoona wateja sisi kwetu ni ndugu. Kwa sababu mahusiano huwa haishi baada ya transaction. Tunaendelea nao mpaka safari inapo. Na swali pia lingine. Kuna ili sakata kwa mfano. Tuchukulie tu kwa mfano. Ukishaanza mfano. Kwa mfano. Wewe unaamini kwa yule dalali wa njoo na 20,000 kwanza 10,000 nikupeleke. Unaamini kuna uzoefu anaweza kukupatia? Unini? Uzoefu au anaweza kukupa new challenge? New challenge as in? Yaani nyote ni wafanya biashara. Yeye ana experience huko na nini? Unaamini kwamba unaweza ukaenda kuomba msaada kwake yani? Ndio. Ndio kwa sababu gani? Kwa sababu cha kwanza kabisa sisi tunaaminika ndio na wateja. Wateja ambao wanatambua na wanaelewa sisi tunavyofanya kazi. Lakini watu wengi wamezoea madalali wa design ile. Kwa wanawaamini wao zaidi kuliko sisi. Umeelewa? Na kwa nini nafikiri huku sana sio huku tu. Sana sisi wenyewe, sisi wa Tanzania huku. Wazawa wenye nchi wenyewe. Unafikiri kwa nini wengi wanaamini hao kwa urahisi tofauti na nini? Kwa sababu they don't require a lot from them. Point yangu ya kwamba sisi lazima kuna procedure tunafuata kabla ya kufanya transaction au kabla ya ku make sure kwamba biashara imefungwa. Sisi kuna procedure tunafuata. Sio kama unanielewa. Mimi nikija kwako ukasema unataka kuuza kiwanja, si ndio? Lazima utanipa hati yako. Si umesema unataka kuuza. Majina yako yawepo pale kwenye hiyo hati. Kama yapo na maana hicho kiwanja sio cha kwako. Kwa sababu kuna watu jamani, kuna watu huku mtaani wanauza viwanja vya ndugu zao. Viwanja vya ukoo. Mimi ni dalali wa kawaida. Umenipa kiwanja. Unaniambia bana nitafutie mteja. Dalali wa kawaida hana huo muda wa kuanza kufuatilia. Atakuletea mteja atakupa. Wewe unanunua kiwanja only to find out hicho kiwanja ni cha mtu mwingine. Kwa sababu gani? Ulimiss zile preliminary procedures ambazo zinatakiwa kufanyika kabla ya kuclose deal. Kabla ya kufika mezani na kuclose deal. Kufanya transaction. Si umenielewa? Sasa ndugu zetu wanawaamini sana wale kwa sababu hawalikwaya vitu kwao. Mimi nitalikwaya baadhi ya vitu kabla ya kukuletea mteja. Kwa sababu hivi vitu huwa vinarudi tena. Nikifanya biashara vibaya, mteja akija kuniona unahisi anajisikiaje? Wewe sema na wewe. Mimi leo hii nimekuja kwako nimekupangisha wewe nyumba. Kumbe nyumba imepangishwa na mtu mwingine. Na huyo mtu amepangisha kwa owner. Wewe inaitwa ni sublease. Mimi nimekupangisha wewe. Sawa? Wewe umempangisha mtu mwingine. Huyo anakuja kufind out wewe pia ni client. Sio, umenielewa? Those things happen. Kabisa, they do. Na kwenye udalali huo
ni jinsi gani huo kuna usumbufu uliopo kati ya mwanamke na mwanaume kufanya kazi? Kufanya kazi. Unakuta wewe si mwanamke, labda Aha. mteja wa kiume, labda kuna changamoto yote ushakutana au ukakutana na wote mkawa tofauti ya kukutana na mwanamke mwenzako ukakutana na mwanaume? Kwa mwanamke mimi nishafanya kazi na wateja wa kike sana, na pia nishafanya kazi na wateja wa kiume sana. Kusema kweli, kila mtu na namna vile anavyo act. Unaweza wakawa wa kike au wa kiume, depends. Kwa sababu kuna wateja ambao kidogo they are hard to deal with, kuna wengine they are just okay, wana cooperate. Sababu kuna mwingine unamwambia naomba nitumie hati yako, anaanza kuuliza hati yangu yani unataka kuiba? Si umenielewa? Lakini hiyo haihusiani na jenda, japo tunadili na watu wako sawa, wateja wako sawa, ni character ya mtu binafsi. Na kwa mfano kuna siku labda ishakutokea umepata mteja ndio, lakini pia bado mambo yakaenda kombo, labda kwenda kombo changamoto ikatokea changamoto hapo, ulishapata mteja na ukashindwa kumaliza kazi. Mara nyingi, mfano kazi zimekuja labda 20, kwenye 20 labda nita close 1 au 2. Mungu akusaidia sana, mtu umeclose hata 5. Changamoto huwa ipo hiyo, lakini inahitaji uvumilivu. Wanasema real estate agent ni kama trader. The level of stress is the same and the level of patience is the same, kwa sababu high expectations zinaweza kukushusha ukaanguka hivi. Low expectations zikakufanya ukapoteza mteja. So tuko hapo hivi. Kwa hiyo ngoja kwanza. Kwa hiyo nyie na tunaotoka hapa, unajua wanaume wengi tunapenda kubeti. Nyie na sisi ambao tunaenda kubeti, tofauti kwa nyinyi hapo? Sisi tunaenda kubeti. Tunaenda kubeti kweli kweli. Tunaenda kubeti pale game zako 2 3. Na ninyi tofauti inakuwa wapi? Hebu ngoja. Wewe unaenda unachagua timu, unazekea odds, unaweka hela mpaka odds unajua. Afu unaweza kumuomba Mungu iwin, si ndio? Sisi tunasema ni hivyo hivyo, tuna risk. Mungu asaidie itimie, kwa sababu ikitimia sio tu kwenye swala la fedha, kwako wewe pia ni faida, kwa sababu imagine umemsaidia mtu kupata kile kitu alichokuwa anakihitaji, unajisikiaje? Raha. Au imagine wewe sasa hivi mkeka umewin. So unaona watu wanavutia screenshot pale, anaposti kila sehemu. It's the same feeling. Lakini tofauti ni kwamba labda wewe una bet. Mimi si bet ndio, lakini outcome ni ile ile. Kwamba ndio yes you get money, lakini kuna namna mtu unajisikia kwamba nimemsaidia mteja wangu amepata kile kitu alichokuwa anakihitaji. Kwako wewe it's a win apart from money. Kwa sababu ukitoka hapo you feel good about yourself. I did it, nimemsaidia amepata. It's very hard kumsaidia mtu apate exactly what they want. It's very hard. Timiza matarajio yake. Exactly. Yaani nataka hiki, nataka nyumba iwe na hivi, nataka nyumba iwe na balcony, nataka nyumba iwe na feni. Hizo feni ziwe hivi. Nataka nyumba iwe na makochi yawe hivi. Nataka nyumba ambayo kwenye maeneo haya maeneo yawe hivi. Garden iwe hivi. Imagine. Kwa ni the same. It's not the same but lakini you can say like it's 50-50. Kwa sababu wote tuna risk. Yeah. Ni lini hiyo labda ilishe kutokea ukasema hii biashara imeenda vizuri sana, na furaha yako ilikuwaje? Bana, kuna siku kuna mteja mmoja nilihangaika naye sana,
sana. Alafu nilikuwa naumwa sana hicho kipindi. Mm. Nilikuwa mgonjwa sana hicho kipindi. Ule mteja nilihangaika naye wiki 3. Ni negotiations tu. Nothing is moving. It's me giving out information. It was last year. Mwanzoni kama mwezi wa 3 wa 4 hivi. Hivi unaelewa maana negotiation for 3 weeks? Yaani ile No. utasema. Acha tu na simu tu. Eh. Kwenye text unamjibu maswali yote ambayo anahitaji kusikia. Nataka hiki unijibu hiki. Nataka hivi nitafutie information ya hichi kitu. You give information, you give and give again for 3 weeks to make sure kwamba huyu mtu anaelewa. Kwa sababu kuna muda mwingine mteja anakuja ajua mimi nina hela. Nataka apartment ya 2 bedroom. Lakini hajui ni apartment ya aina gani. Inabidi wewe umsaidie kujua anachokitaka. Alafu ndo umpatie. Umeelewa hiyo point? Nataka apartment ya 2 bedroom. Budget yangu kiasi fulani. Unataka apartment iweje? Hajui. Yeye ajua tunataka iwe na vyumba viwili. Kwa inabidi you walk through them. Unaiyo? Kwa mwaka jana nilipitia hiyo sana, nilihisi yule mteja amekata tamaa. Lakini mwisho ilitiki kabisa. Kwa hiyo ni kama si Nakumbuka kwenye nilikuwa kubeti. safari. Yule nilokuwa naye nahisi anakumbuka reaction yangu. Maana mimi watu kwa nini nikikutana nao njiani hivyo wanahisi mimi niko serious sana. Mimi niko serious lakini kuna muda nina vitu vyangu vya kufurahisha. Kuna a good dance nilifanya. Hiyo ndo feeling ambayo nilikuwa nayo huo muda. Nilicheza hivi kidogo. Nikatwist. I was so happy. Na akamleta mtu mwingine akanunua. So it was a good fee kwa sababu I was handling everything. Nilikuwa nafanya kazi na another agent. So kipande cha mwisho yeye ndio nilimwachia ambapo siku alikuja akasaini mkataba. But the rest I had to go all in, like kuongea, kutuma text, kuuliza, piga simu, watu kwenda mkataba. Yaani hizo procedures zote. Mwisho anaelewa kitu ambacho anakitaka. Mwishoni nikajikuta nacheza hivi. Amenunua. Kwa mfano pia mteja kama huyo hasa ametoka nje, background information zake mnakuwa nazo, anakuja kufanya nini na akija kukaa hapo atakuwa anafanya nini? Kwa maana unakuta kuna scenario inaweza kutokea. Kwa mfano kama juzi hapo ilitokea ile scenario ya moja ya mgeni alikamatwa na cash zile bilioni 6. Cash. Bilioni 6 kakamatwa na Tanzania. Wow, anapeleka wapi? Anazo kwenye apartment. Amekaa nazo tu? Excuse me? Wewe kama wewe, nyie maagent, hiyo mnakuwa mnahusika vipi hapo pia? Au kwa sababu umesema huwa mnafuatilia mwanangu, hata milioni 100 sijai kuiona kwa macho. Kama tuna ninyi kwenye scenario kama hiyo mnakuwa mnahusika vipi? Kitu cha kwanza ambacho tunakifanya, kwanza kuna procedure inaitwa tenant screening. Yaani unafanya assessment ya mteja kabla ya kumfanyia transaction au ya kumuuzia kitu fulani. Kitu cha kwanza kabisa tunaombaga ID yako. Kwa sababu ukinipa mimi national ID yako, nikiweka kwenye mkataba, ile mikataba sina sainiwa. Ikisha sainiwa ikapelekwa kwamba bana mtu fulani amenunua kitu fulani. Kuna yale mapato yanakatwa, si ndio? Taarifa zako zitaingia automatically if you are, tutajua. Cha kwanza. Cha pili, nikiomba passport yako, si utanipa? Nitaangalia bana huyu mtu ni wa wapi? Ametokea wapi, passport namba yake ni hii, majina yake ndo haya. Kingine nitakutafuta kwenye mitandao. Nijue wewe ni nani. Yaani si unanielewa? Kwa sababu huwezi kumuuzia mtu kitu ambaye humfahamu. Nitakuomba tukutane uso kwa uso. Nitajua unafanya kazi wapi. Na kama haufanyi, unafanya nini? Kwa sababu you need to know the source of income of that person. So at the end of the day, you don't sell kwa mtu ambaye ni ana shida maybe na serikali au maybe ni mtu mshtakiwa. Kwa hiyo inabidi ufanye hivyo vitu vidogo vidogo. Na mfano nakutana na wewe tunapiga story, tunakunywa kahawa. Nakuuliza unafanya kazi wapi? Utamention, si ndio? Kwangu mimi tayari hiyo inanipa kama haueni kwamba wewe unafanya kazi fulani. Lakini haitamaanisha kwamba sitaenda kuangalia. Nitakuangalia.
kwa sababu at the end of the day hiyo ni nzuri. Usipomfuatilia mtu huwezi kumjua yeye ni nani, na ukishindwa kumfuatilia mtu unajikuta hata wewe unaingia kwenye mikono ya sheria. Kwa hiyo lazima ufanye hiyo kitu. Nikisha kuuliza majina yako, nitakuomba passport yako au national ID yako, utanipatia. Nitakuuliza unafanya kazi wapi, sio, unanielewa, unaishi wapi, una familia, una mtoto, sio, umenielewa? Yani kuna maswali nitakuuliza, at the end of the day you be giving me information. Na nisemage tu kweli, watu ambao wamesoma ile lesson ni kama watu ambao wanajua kusoma psychology. Ukidanganya nitakujua tu. Hapa kuna kupigwa. Hapa kuna kupigwa. Kwa sababu at the end of the day if you are doing transactions with cash, it's a problem. Yani hiyo ni indicator ya kwanza. If you are in a rush, hiyo ni ya pili. Kwa sababu mtu ambaye ana cash na sio legal, anataka vitu viishi haraka haraka. Chap chap. Yuko tayari kulipia kwa cash. Imagine you are paying 6 billion by cash. How? Ukuta pesa ipo. No, ipo ndio. Cash. Madini. Benki imekuhusu tu bilioni 6. Ameuza manywe. Kwa benki tofauti. No way. Hivi ngoja kwanza. Mtu amekuja kabisa. Hizi hapa bilioni. Tuachane na bilioni 6 mbaya. 1 billion hii hapa. Cash hii hapa. Mimi kwa kweli nitakuomba bank statement. Kabisa. Nitakuomba bank statement. Kwa sababu nikwambie kitu. Kwa nini niingie kwenye matatizo kwa sababu ya mteja? Wakati nimefundishwa kumfuatilia mtu. Chuoni kwangu kuna kitu tulikuwa tunasomaga. Tumesoma sheria pia. Kwenye sheria tulikuwa tunaelekezwa kwamba ukiwa unafanya kazi wewe kama agent au wewe kama mtu wa mambo ya real estate, unatakiwa ujue vitu gani ambavyo vinakuguide wewe kuwa kwenye sehemu salama na mteja wako pia kuwa kwenye sehemu salama. Ndio tukawa tunaelekezwa namna ya kumuuliza mtu maswali au ni vitu gani ambavyo unaweza ukamwambia akupatie ili uweze kuverify identity yake huyo mtu. Sio, umeelewa? Kwa ni muhimu kufanya hiyo. Sio kwa sababu unatakiwa, ni kwa sababu it is necessary to do it. Kuondoa vitu kama hivi. Umeona sasa huyu mwenye 6 billion. Sasa hivi anafuatiliwa, anafanya nini? Si ndio? Anafanya kazi wapi? ID yake ni, si ndio? Kama ameajiriwa huyo employer yake ni nani? Si ndio? Si unanielewa? It's the same thing. Mimi nitaifanya kabla sija kugundua una hizo 6 billion. Nitakuuliza first. Si ndio? Na pia kuna statement wanasema corruption is bad until I'm not involved. But corruption is good if I'm involved and I will defend it. Vipi katokea kuna rushwa hapa katikati? Sasa mimi rushwa inaingiliaje hapa? Unakuta yani na wamekuhakikishia kabisa changamoto kama hiyo unaepuka vipi? Sisi kwetu wengi haina rushwa. It's hard. Rushwa hapa ni ile upokee mteja hapa anakuambia nitakupa service charge. Hiyo ndio rushwa kwetu sisi. Utaki kuchukua hela mteja. Mimi mteja sikuombe hata 100. Kwa hiyo unamaliza sijai kutajia hata naomba hela. Unaweza ukaamini hicho kitu? Kwa hiyo ina maana wewe unakuja kupanga nyumba kwangu. Si ndio? Labda mimi ndio agent wako. Unataka kupanga nyumba kwangu. Si ndio? Naweza nikaongea na wewe nikwambana bei ni kiasi fulani. Inabidi ulipie. Nani unamlipa? Unamlipa mwenyewe. Labda unalipa 6 months na unaweka na 1 month security deposit. Si ndio? Kwa miezi 7. Mimi nikimalizana na wewe narudi kwa mwenyewe. Bana nahitaji commission. Commission ni kiasi fulani. Si ndio? Na malizana na yeye. Kuna wateja mimi sijai kuwatajia hata hela. Corruption inakuja pale ambapo unakubali kuchukua pesa kwa mteja. Hapo ndo corruption inapokuja. Na unadhani kwani hiyo sio changamoto au hamjawahi kukutana nayo pia? Mteja wapo wengi wanahisi sina ofa hiyo. Wanajikuta ametoa hela na kupatia. Unajiuliza hii hela nini? Anakuambia service charge. I'm like
Eh, Mhm. na faida ya uwekezaji hasa kama huu huwa inaonekana wapi? Sababu unakuta Maeneo au? kwenye maeneo au kwenye majengo. Mhm. Kwanza faida ya uwekezaji ni kuu muhimu ni kuongeza thamani ya ardhi au mali. Kwa sababu pale ambapo tunawekeza ina maana tunaweka pesa, si ndio? Mm, Tukiweka pesa tunajenga kitu, kile kitu kinatoa kazi kwa watu, mm, si ndio? eh, Kuna watu watakuja kufanya usafi, kuna watu watakuja kujenga, kuna watu watakuja kufanya nini, kuna watu watakuja kufurnish. Tayari hiyo ni thamani, tayari tunaongeza thamani. mm, Cha pili, unaweza ukapata income kila mwezi au kila mwaka, mm, kwa sababu unapoweka pesa sehemu ukajenga kitu kwa ajili ya kutengeneza faida, at the end of the day tuna target nini? Income at the end of the month or maybe a year, si ndio? mm, Na mara nyingi huwa ni long term, japo unaweza ukapata zile za short term, mm, si ndio? yeah, Lakini pia tunasema faida yake kubwa nyingine ni ile kwamba majengo yanafanya miji ipendeze. Miji kupendeza ni maendeleo, kwa miji inaendelea kwa sababu watu wanawekeza. wanafanya uwekezaji. Kwa ili tuendelee kupendezesha miji yetu, lazima tujenge, Mm, lazima tubadilishe vitu, lazima tuvunje hiki tuweke hiki, unaelewa? yeah, Miji inapendeza tukifanya hivyo. Dar es Salaam miaka 10 iliyopita haikuwa hivi, mm, uongo? yeah, Sasa hivi na bado uwekezaji unazidi kuendelea, barabara, mm, sio mwendo kasi, SGR, hivyo ndio vitu ambavyo vinawekwa kwa ajili ya kupendezesha mji, lakini ni maendeleo. Kwa faida ya uwekezaji ni hiyo, okay. maendeleo ya miji. Lakini pia faida nyingine ni Mm, kupunguza demand ya watu kutafuta nyumba, mm, kwa sababu leo hii tuseme mfano demand ya nyumba ni kubwa sana, mm, hata wewe ni shahidi wa hilo. Nikikwambia sasa hivi twende ukatafute nyumba, mm, unaweza utangaika kiasi gani? mm. Kuna vitu kipengele. Kutafuta nyumba ni kipengele, si uongo, So rahisi. sio rahisi. Na nyumba zetu sasa hivi nyingi zimechakaa, nyumba standard Hakuna. hakuna. Kwa kupata nyumba pia ni mtihani. Kwa demand inajionyesha hapo. Kwa watu wakifanya uwekezaji, faida yake nyingine ni kwamba demand inapungua, tu wanapata sehemu za kuishi. Ninyi mnatafutia watu wengi sana maeneo hapa ndani. Kwa mfano sasa, sisi wa Tanzania hapa Mhm. kwa hapa ndani nimecheza jackpot, shimo limetema bilioni hizi hapa, Mhm. nataka nikawekeze nje Nje eh? nje ya nchi Nje ya Tanzania. Nyinyi mnanisaidiaje kuwekeza kwenye ardhi au kwenye nini? kwenye ardhi, yani uwekezaji kwenye ardhi? Tunakusaidia kwa sababu moja, sisi ofisi zetu, yani ofisi yetu ni ofisi ambayo ni mtoto wa ofisi ambayo ni mama ambayo iko nje. Yaani kwamba hii ofisi yako ni mtoto aliozaliwa kutoka kwenye ofisi kubwa ambayo ni mama. Na ambaye huyo mama ametoa ofisi tofauti tofauti kwenye maeneo tofauti tofauti hapa duniani. Kwa hiyo tuna ofisi Zanzibar, tuna ofisi Dar. Hiyo ni kwa Tanzania. Kenya kuna ofisi, South Africa kuna ofisi, Australia kuna ofisi, Netherlands kuna ofisi, Italy kuna ofisi. Si ndio? Hata ukitaka kwenda Dubai. Anyway, Napata maeneo kabisa. tunakuchukua, tunakupresent bana, kuna mteja mmoja 1,500,000 na kiasi hichi tunaomba umsaidie. Okay. Unaenda. Okay. Kwa hiyo Excuse me. pole pole. Mhm. Kwa hiyo ina maana hata kwa upande wa Tanzania pia inawezekana kwenda Unaweza kaenda kuwekeza nje. Hata Dubai unaweza kaenda ukawekeza. Ushawahi kushuhudia wangapi na aina gani? Wanaoenda kuwekeza Dubai Yani wanaotoka Tanzania kwenda wapo wengi tu, kushuhudia na watu mmoja. na apartment Dubai wengi tu, Wow. lakini unafikiri wanakuja kukwambia hivi usoni? We. Ila watu wana apartment Dubai, wana apartment maeneo tofauti tofauti, lakini ni vitu ambavyo hawawezi kukaa wakaanza kuvisema public, lakini they have assets.
Kwa hiyo inawezekana. Inawezekana, it's possible. Okay. Tunaambiwa kwamba kila bidii ingekuwa pesa. Wewe kwa kuwa ungekuwa nani? Bidii ingekuwa nini? Ingekuwa pesa. Pesa. Ehe. Yaani bidii ile unaoifanya na nini, juhudi zile mbalimbali unazofanya ingekuwa pesa. Kwa kuwa ingekuwa kama shilingi. Ningekuwa trilionea. Ndugu yangu. Sababu hapo bidii ni maana yake nimeunganisha kwenye kila kitu kwenye maisha. Na unadhani bidii inapimwa kwa aina gani? Ili hapa mtu akakwetu, huyu bidii yake iko juu kweli. Kwa mimi napima bidii in level of commitment to a certain action that you're doing, or maybe a certain activity that you're doing. For me to determine iko kitu, lazima niangalie commitment yako kwenye hicho kitu nini. Na commitment sio ya mdomo, ni ya action. How much do you show yourself? Do you show up kwenye kitu ambacho unakifanya? Kwa mtu anaenda gym, una show up mara ngapi kwenye gym? Hiyo ina determine bidii yako, si ndio? Hata kwenye kazi, una show up mara ngapi kwenye kazi yako? Ni bidii ambayo unaifanya. Kwa mimi kama ingekuwa ni pesa, wallahi ningekuwa trilionea. Kwenye kila kazi yani huwa kuna siku nasema kama ni kuamka vibaya, kweli nimeamka vibaya. Tukio gani labda unaweza kusema hili nilikutana nalo mpaka nikatamani kazi. Hii hapa. Tukio gani hilo ambao naweza nikawa testimony na ilikuwaje? Yaani tukio ambalo lilitokea afu likafanya siku yangu ikawa tu. Yaani ukoona ni katika hili tukio, yani hili tukio ndo gumu kweli kwenye kazi nishakutana nalo. Nilifunga safari mpaka eneo la tukio ambao tulikuwa tunatakiwa kukutana na mteja. Yaani eneo la tukio tuseme. Hakutokea. Hilo. Unajua na foleni Dar es Salaam ndugu yangu tunaliona? Cost zake unazijua? Mfano mtu ametumia Bolt. Muda huu una kiatu kirefu. Sikonkongo. Umechoka. Joto. Unafika mtu anakwambia Ni kwamba kutokea au alikuwepo lakini I'm not coming. Nimepata emergency. I have a meeting I have to attend. Bas, story imeishia hapo. Na kutokea tena. Kingine huwa ghosted na wateja. Kwa ngoje kwanza. Ina maana tunataka kusema kwamba hamna kitu kinauma kwenye maisha. Ngoja nikukatishe samahani. Kama kugosiwa na mteja. Nakwambia ukweli, uliza madalali wote hapa Tanzania. Ndugu zako wote hawa. Wote hawa ndugu zangu. Kama washai kugostiwa hivyo hata na wapenzi wao. Mimi kuna mteja sijaongea naye toka 2024 mpaka leo. Text yake ya mwisho nitakurudia. Hadi leo sijai kumsikia. Na sasa hata kama nakumbuka kama aliandika hivyo nitakurudia. Unagostiwa babu. Na unakuta ni first impression tu au unakuta kuna process imeshaanza. Umehangaika months, mtu anakwambia nitakurudia, basi ngoja nijifikirie, kapotea. 1 year, 2 years. Kuna watu wamegostiwa miaka 10 iliyopita. Jifikirie mtu anajisikiaje na anamuona ule mteja. Na labda kuna siku labda isha kutokea mtu mlipanga promise kafeli na ikakaa muda mrefu lakini akaja kutafuta tena deal katika. Nitafurahi. Haijai kutokea. Tunataka tujue kama isha kutokea. Haijai kutokea kabisa. Yaani wanarudi wana dash tena wanaondoka. Na kwa mtazamo wako nadhani ni lugha ipi unaipendelea zaidi? Alafu na kwenye biashara wewe ina mata. Nini? Lugha? Kiingereza. Na kimesha kufaidisha kwa kiasi gani? Kunifaidisha? Sana. Nisingekuwa hapa.
Sababu wateja wanaokuja wengi pale wanaongea Kiingereza hata kama ni weusi. Yaani akishaingia tu pale anaanza kuongea Kiingereza mwenyewe unafanyaje? Unajua sasa huyu anajua Kiswahili. Huyu mwenzangu lakini anachapa ungenge. Oh, good morning. Tuna sio good morning. Good morning. How are you? My friend. Inabidi ukisikia. Sasa hiyo ubaya wake ni kwamba ukishakuwa kwenye hayo mazingira na wewe unakuwa kama wao. Ukienda nyumbani unajikuta na wewe unaanza kuongea watu hawakuelewi. Wanaokuelewa ni wachache. Unakuta huko nyumbani hivi na ndugu na nini. Alafu unaanza kuweka Kiingereza hapo. Maneno mengine ya Kiswahili ushaanza kusahau. Kwa sababu muda wote huko wewe acha. Na labda ushawahi kushikwa na hasira Kazini many times. normally As in uko mtaani na ukishikwa ile na hasira, ushawahi kutokeaje mteja kakukasirisha to the maximum? Mimi kabisa kwa mimi kuna mawili. Naweza nisikujibu. Au nitakwambia kitu ambacho umenikosea nitanyamaza. Kama utaendelea kunisema ni wewe. Lakini mimi nimekuambia pati yangu kwamba hichi kitu sijapenda. Umefanya hiki na hiki na hiki sio sawa. Wewe ukiendelea kupayuka na kusema maneno au kuonyesha hasira ni wewe. Mimi sipendi kutoa reaction. Yaani sio nikwambieje, nitakasirika. Lakini kutoa reaction nitakwambia tu bana hiki sio vizuri. Sijapenda. Umenikwaza. Na mara nyingi hizo ni conversation ambazo mara nyingi watu hawapendi kuzisikia. Pale ambapo unakuwa umemkwaza mtu, alafu amekwambia you don't want to accept it. Kwa hiyo you are finding a way ya wewe kutafuta pia makosa yake, umwekea hapo mezani muanze kugombana. Kwa nishaikuwa na hasira ofisini, nishaikuwa pia na hasira mtaani. Lakini my first reaction is not to react. Because nikireact. Na vipi imetokea kwa mteja? Kwa mteja, naweza nikwambie. Wewe nikwambie kuna mteja mwingine anakuongelesha kwa dharau. Sawa? Anakujibu vibaya. Kabisa. It's there. Anakujibu vibaya. Wewe jifikirie mtu unampigia simu na ambaye tumekubaliana labda kikao ni muda fulani. I was busy. Unafanyaje? Wewe ushafika eneo la tukio. Mwenzako bado hata muda wa kufika hana. Na una appointment nyingine pia. Unakumbuka ile point nilikwambia? Agents ni kama traders. Level of stress is the same and level of patience is the same. Kwa nitakasirika against takwambia. Kwa sababu kuna mawili nikikwambia you may not like it. Kama bana kitu fulani sijapenda. Na naweza nikakwambia lakini sasa the way you react na ni issue pia. Okay. Na labda kabla hatujamalizia pia, labda ni kipi ambacho unaweza ukasema ni kuna kitu ukiangalia kwa upande wa vijana sisi kifanyika hivi, vijana wengi malalamiko mengi tutapunguza? Kwanza kabisa naweza nikatoa ushauri kwa pande zote mbili. Upande wa vijana, niseme upande wa vijana, wazazi pamoja na serikali. Kwanza na upande wa serikali. Kwa sekta yangu mimi ningependa serikali iwasaidie vijana kupata access ya mikopo ili waweze kuchukua hizi units. Wakichukua units wanaziweka kwenye rentals. At the end of the day wanapata pesa. It's easy for them to finance their life na pia kurudisha mkopo. Hiyo number 1. Kwa sababu kijana mmoja akienda akapewa mkopo, akachukua apartment, ametengeneza another opportunity for other people. Mfano, mimi nikichukua apartment today, si ndio, nikanunua kutoka maybe kwenye mradi fulani na Msasani, si ndio, nitahitaji usafi kwenye hiyo eneo, kwenye hiyo apartment. Kuna usafi wa ndani na wa nje. Kwenye usafi wa nje wataajiriwa watu, nitawalipa, si ndio? Sijatengeneza ajira.
Itatengenezwa hapa. Kwenye hilo eneo kutakuwa kuna mtu wa parking, wa kuelekeza magari yaende wapi wapi. Hujatengeneza ajira. Getini kutakuwa kuna walinzi shift asubuhi, mchana, jioni. Hujatengeneza ajira. Kwa hiyo tukiwapa vijana access ya funds kwenye banks, tunaweza kutengeneza multiple and more, even more and more incomes. Lakini pia unaweza kutengeneza employment opportunities kupitia vijana. Lakini pia kwenye mambo mengine pia wana uwezo pia wa finance different projects ambazo vijana wanaleta mtaani au wanaleta mezani, kwamba bana, mimi natamani tufanye project fulani isaidie jamii. Hizo pia wanaweza wakawasaidia vijana ku finance, kwa sababu ukimfinance kijana mmoja, wengi watafaidika, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza kufanya kazi peke yake. Uongo. Akiwa peke yake hawezi kutimiza kitu. Akianza mmoja ambeba 20, hao 20 watalea 20. Uongo. Kwa serikali tusaidie kuweza kupata hiyo misaada. Hiyo ni upande wa serikali. Upande wa wazazi, mimi nashauri vijana wanapokuwa wanasoma wanakuwa na targeti zao za maisha. Hiyo ni pointi ya msingi ambayo wazazi huwa wanaibuka, kwa sababu yule ni binadamu. Akiwa anakuwa kuna vitu ambavyo wanatamani kuvifanya. Akimaliza kusoma, tuwaruhusu wafanye hivyo vitu ambavyo wanatamani kuvifanya, kwa sababu kuna vijana ambao wana talent, ana kipaji. Mwingine ana kipaji cha kufuka, mwingine ana kipaji cha ananyoa vizuri, mwingine anajua kutengeneza viatu, si ndio? Mwingine labda anajua kupiga mziki vizuri, yeye ni DJ mzuri. Mwingine labda ni content creator, anaweza kuedit vitu hapa na pale, si ndio? Tukiwa tunasomesha au tukiwa tunafanya ile process ya uleaji, tunaangalia pia watoto wetu wakoje. Wazazi, hiyo ni upande wa wazazi. Watuangalie vijana tunaelekea wapi. Sababu at the end of the day, ukimnyima mtu haki ya kujitambua nani na nini anachokipata, utamtengenezea depression at the end of the day. Uongo? Yeah. Lakini kwa upande wa vijana, mimi ningependa kushauri tu, kama unatamani kufanya kitu fulani, kifuatilie. Mfano mtu anataka kuanza kujikita kwenye mambo ya ardhi, soma mambo ya ardhi. Tenga muda, soma sheria. Pitia document tofauti tofauti. Tafuta watu wakufundishe, uuliza, si ujinga. Hudhuria hizi tamasha. Nenda kutana na watu tofauti ambao wana idea tofauti na wewe. Au hata kama iko the same, lakini wao wamekuzidi zaidi ujuzi. Si ndio? Yeah. Kwa sababu mwanadamu yote mwenye roho ya kujifunza hawezi kukosa elimu hapa na pale. Hata kama ni kwa udogo kiasi gani, atapata elimu. Kwa sababu mimi na uhakika serikali itakuwa willing kutusaidia kama na sisi tuko tayari kusaidika. Uongo. Lakini naamini kwa vijana wenzangu, sisi wote tuko tayari. Na naamini pia hata serikali pia iko tayari. Kwa hiyo tusaidiane, tuendelee. Uongo. Bwana, na sisi ni DTZ Media. Watazamaji wa DTZ Media unawaambia nini? Tumefanya kipindi leo, kwangu mimi ni opportunity, kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza. Nashukuru sana kwa ambao mtaangalia. Tunaomba radhi kama kuna kitu ambacho labda tumekipresent ambacho hakijawapendeza, lakini pia kama kuna mtu anatamani siku nyingine tukae kama hivi tuongelee kitu kingine, aweze kutufikishia, bana, kwa nini msitupe elimu kuhusiana na kitu fulani, kwa sababu lengo kuu la hichi kipindi ni kuelimishana bana, hata kama sio kwa ukubwa ni kidogo, tunajifunza, si ndio? Yeah. Kidogo tulichonacho tunashare na wengine. Unaweza katuambia, jamani, kesho labda mtufundishe, labda mtu akitaka kununua nyumba stage anaanzaje, au labda mtu akitaka kuhama nchi, anataka kwenda nje anafanyaje? Yani vitu vile vidogo vidogo ambavyo sisi kama jamii tunaweza tukasaidiana. Kwa ndio hivyo, hii TV station ni kwa ajili ya kuwasaidia, hichi kipindi ni kwa ajili ya kuwasaidia na kusaidiana. Kwa we love you. Asante. Asanteni.